Mheshimiwa Mwenezi, karibu Arusha. Tunakukaribisha kwa moyo wa furaha na tukitambua umekuja na unafanya kazi kubwa kote ulikopita. Leo wana Mtoambu, wana Monduli na wana Arusha wanatarajia mawe mazito kutoka kwako. Na leo hata sisi watumishi wa serikali hatukuwa na shaka hata kidogo. Tuliona tukasema ngoja aje mwamba hapa alafu waone mambo atakavyokuwa. Lakini Mheshimiwa Mwenezi, tunaweza kuwa na mambo matatu ya haraka. La kwanza ni shukrani yetu ya dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na upendo alionao kwa mkoa wetu Arusha. Kazi inayofanyika ni kubwa. Na kwa ufupi tu hapa, kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, kaongelea bonde tu na fedha nyingi kwa ajili ya uchumi utakaojengwa kutokana na kilimo. Lakini kutoka hapa kwenda Ingaruka sio mbali. Na hii ndio wilaya ya Monduli inayokwenda kubadilisha uchumi wa mkoa wa Arusha. Tuna mradi mkubwa wa takribani trilioni sio chini ya 2. Na sasa serikali ya Daktari Samia imetupatia bilioni 14 kwa ajili ya kulipa fidia eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 200, ambao wananchi wanaendelea kupata fidia. Na toka tunauza madini soda si tu Tanzania, tunauza mpaka nje ya Tanzania. Haya yote serikali ya CCM chini ya mwenyekiti wetu na rais wetu inatengeneza mazingira bora zaidi kuwawezesha wana Monduli, Mtoambu na Arusha kwa ujumla tuweze kunufaika na madini soda hayo. Mheshimiwa Mwenezi, tutapata nafasi nyingine ya kukusimulia kwa kuwa wewe unapaswa kujua kila kinachofanywa mpaka kwenye kitongoji. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenezi, watu hawa wanayo furaha kubwa kukuona. Na mimi naomba niwaambie, mimi nimetoka kwenye nafasi ya kakaangu Makala. Huyu ni mlezi wangu. Wakati niko chuo nasoma chuo cha ushirika Moshi, yeye ndio alikuwa mweka hazina mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na kipindi hicho katibu mkuu alikuwa mzee Yusuf Makamba. Tulikuwa tunaenda kama vijana, makada unapeleka proposal. Kaka Makala alinishika mkono. Na tukaanzisha matawi ya vyuo vikuu nchi nzima. Na yeye alihakikisha kwamba chama kinaeleweka na vijana wa vyuo vikuu wanaendelea kufanya kazi. Kulisiwa na mtu wa aina yako ni heshima kubwa. Mtu anayekijua chama, anajua mifumo ya serikali. Na nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, yeye alikuwa naibu waziri wa maji. Chini yake tulikamata wezi wa maji na mita nyingi sana, tukienda mtaa kwa mtaa. Kwa mimi ni furaha tu kumuona kaka anachapa kazi, anakata upepo. Nimekuona huko Simiyu, huko Mwanza, huko wapi. Tunakuombea afya njema kaka yangu, uendelee kuifanya kazi hii. Na tuliwaona wanamvomero wakikulilia kwamba urudi, lakini kwa mapenzi makubwa ulionayo na heshima kwa Daktari Samia ukawaambia niachieni nimsaidie mama yetu na mwenyekiti wetu wa chama tumalize uchaguzi 2025. Mheshimiwa Mwenezi, wa mwisho, kesho Mungu akijalia tutatamani kwa ratiba yako. Leo nampokea naibu waziri mkuu anamwakilisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeandaa maonyesho ya sekta ya utalii. Tuna makampuni zaidi ya 500 na tuna nchi zaidi ya 52 zimekuja hapa Arusha kuona Daktari Samia kafanya nini kwenye sekta ya utalii. Na mgeni rasmi ni naibu waziri mkuu. Kwa hiyo nakuomba Mheshimiwa, ukipata ratiba yako, najua ni ngumu, angalau wakati tunatoka huku Karatu upite tu uchungulie pale kwenye viwanja vyetu vya gereza, utaona maajabu ya kazi inayofanywa ya serikali yako ya Chama cha Mapinduzi. La mwisho Mheshimiwa Mwenezi, wananchi nitumie fursa hii kuwaomba
tumepata bahati kuona upendo wa Daktari Samia. Tumepata bahati ya kusikia msingi wa utunzaji wa amani. Haya magari yote mnayoona yanapita hapa ya sekta ya utalii, amani ikipotea hayatapita tena. Wateja mnaowapata wananunua juisi, wananunua chipsi, wananunua wali, si nini, mchanga, watu wanajenga, wanauza matofali, hatutayapata. Kwa kuwa amani ikitoweka, hakuna taifa litakuja kwenye mkoa wetu. Hakuna taifa litakuja kwenye nchi yetu. Viongozi wetu hawa akiwemo na kakangu Amos Makala wanaposisitiza na kuwasihi wananchi tutunze amani, si kwa faida yao, si kwa faida ya Daktari Samia, ni kwa faida yetu sisi ambao hatuna hata pa kukimbilia. Niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, heshima tuliyoonyesha kulinda na kutunza amani ya mkoa wetu iendelee. Hata wakati wa uchaguzi watakuja watu wengi, lakini Chama cha Mapinduzi ndio baba na mama wa amani ya Tanzania. Asante sana, na niko tayari Mheshimiwa Mwenezi, maelekezo yote utakayotupatia hapa, maelekezo utakayotoa Karatu, maelekezo utakayotoa pale mjini, kote utakapopita kwenye mkoa, mimi mdogo wako, kijana wako, kachomoka kama tairi ya ndege iliyochomoka wakati tairi inaondoka. Asante sana na karibu sana kakangu. Pigeni makofi ya kishindo warasi wetu.